Juma hakujua kuwa saa yake kusimama haikuwa hitilafu ya mtambo, ilikuwa ni onyo. Wakati akivuta kamba ya siri kwenye lile sanduku, sauti ya babu yake ilinong'ona kutoka kaburini: ukifungua usifunge, na ukifunga usigeuke nyuma. Je, ni nini kilichokuwa kinasubiri ndani ya mwanga ule wa kijivu uliokuwa umeanza kufifia? Mimi ni msimulizi wako, Victor Rashid. Karibu kwenye simulizi hii ya kusisimua, Siri ya Sanduku la Babu. Sura ya 5: Gereza la Damu. Juma alihisi kiumbe kile kikianza kutambaa chini ya ngozi yake, kikitengeneza matuta ya kutisha kwenye mikono yake, kana kwamba kuna maelfu ya minyoo ya moto inapita kwenye mshipa yake ya damu. Maumivu hayakuwa ya kawaida, yalikuwa maumivu ya nafsi yake ikimezwa kipande kwa kipande. Ulikubali kwa hiari yako, sauti ya kile kiumbe ilinong'ona ndani ya fuvu la kichwa chake. Sauti hiyo ilikuwa na mwangwi wa kicheko cha mzee Madaraka, lakini ikiwa na ubaridi wa kifo. Juma alijaribu kujiinua, lakini miguu yake ilihisi kuwa mizito kama chuma. Alitazama mikono yake na kuona kitu kilichomfanya atake kupiga kelele. Chini ya ngozi yake kulikuwa na mwanga wa kijani unaocheza, ukifuata mapigo yake ya moyo. Alikuwa anabadilika. Hakuwa tena Juma, alikuwa anakuwa chombo. Ghafla, Bi Salma, mama yake Juma, alianguka chini na kuanza kutetemeka. Kivuli kilichokuwa kimemshika kilikuwa kimeingia ndani ya Juma, lakini madhara yaliyobaki mwilini mwake yalikuwa makubwa. Macho ya mama yake yalikuwa meupe kabisa, bila mboni. Alikuwa amepoteza fahamu, lakini mdomo wake ulikuwa unatoa maneno kwa lugha ya kigeni. Niue, Juma, niue kabla haujachelewa. Bi Salma alinong'ona kwa sauti ambayo haikuwa yake. Juma alilia kwa uchungu. Siwezi mama, siwezi. Aligundua kuwa kile kiumbe kilikuwa kinatumia sauti ya mama yake kumtesa kisaikolojia. Kilikuwa kinataka Juma akate tamaa kabisa ili kiweze kuutawala ubongo wake. Juma alishika kile kisu cha fedha akijaribu kukitumia kujichoma tena, lakini mkono wake uligoma. Mkono wake ulikuwa sasa chini ya mamlaka ya kiumbe hicho. Mwili huu sasa ni nyumba yangu, kiumbe kilisema kupitia mdomo wa Juma mwenyewe. Juma alihisi ulimi wake ukizunguka kwa namna isiyo ya kawaida. Katika hali hiyo ya kukata tamaa, Juma alikumbuka hadithi moja ambayo mzee Madaraka aliwahi kumwambia zamani, kuhusu mganga wa Namawala. Mtu ambaye alikuwa rafiki wa babu yake kabla ya urafiki wao kugeuka kuwa uadui wa damu. Mganga huyo anayeitwa Mzee Ng'ombe alikuwa ndiye pekee anayejua siri ya kufunga milango ya quantum iliyofunguliwa na sanduku. Kwa nguvu za mwisho za utashi wake, Juma alijikokota kuelekea mlangoni. Kila hatua aliyopiga ilikuwa vita. Kiumbe kilikuwa kinataka kuelekea kijijini ili kuanza karamu ya damu, lakini Juma alikuwa anakivuta kuelekea kando ya mto, kuelekea kwenye nyumba ya Mzee Ng'ombe. Utakufa kijana, kiumbe kilinguruma ndani yake. Ukijaribu kunifungia tena, nitakupasua vipande vipande. Juma hakujibu. Aling'ata meno yake mpaka yakatoa damu. Alipofika nje ya nyumba, ulimwengu ulikuwa umebadilika. Miti ilikuwa inanyauka pale alipopita, na nyasi zilikuwa zinageuka kuwa majivu meusi chini ya nyayo zake. Alikuwa anatembea akiwa na kifo ndani ya damu yake. Alipofika kwenye mlango wa Mzee Ng'ombe, Juma alianguka chini. Aliona kivuli kikubwa kikimtokea mbele yake. Alikuwa ni mzee mwenye macho ya ukali, ameshika fimbo ya mti wa mbuyu na pembe ya nyati iliyopambwa kwa shanga nyekundu. Umekuja mjukuu wa msaliti, Mzee Ng'ombe alisema kwa sauti nzito. Nilikusubiri kwa miaka 50. Niliandalia kaburi lako tangu siku babu yako alipoweka sahihi kwenye mkataba wa giza.
Juma alinyoosha mkono wake uliokuwa na matuta ya kutisha. Nifunge, nifunge ndani ya ardhi kabla sijaangamiza kijiji kizima. Mzee Ng'ombe alicheka kicheko cha huzuni. Kufunga kiumbe hicho haitoshi Juma. Ili kukirudisha kuzimu, ni lazima roho yako iingie vitani ndani ya damu yako mwenyewe. Hii siyo dawa ya mitishamba, ni vita vya atomu. Mzee Ng'ombe alinyanyua fimbo yake na kumpiga Juma kifuani. Ghafla, Juma alihisi akizama tena, lakini safari hii hakuwa anaingia kwenye sanduku. Alikuwa anaingia ndani ya chembe-chembe za damu yake mwenyewe. Alikuwa anaenda kupambana na kiumbe hicho uso kwa uso ndani ya ulimwengu wa quantum wa mwili wake. Je, Juma atashinda vita hiyo ya ndani, au Mzee Ng'ombe atalazimika kuuchoma moto mwili wa Juma ukiwa hai ili kukiangamiza kiumbe hicho? Tumefika tamati kwa leo, lakini safari ya hadithi hizi ndiyo kwanza inaanza. Ili kuwa wa kwanza kupata mwendelezo na simulizi nyingine kali kama hizi, tafadhali bonyeza alama ya subscribe, share simulizi hii na rafiki zako, na tuandikie kwenye comment ni jambo gani limekugusa zaidi leo. Mimi ni msimulizi wako, Victor Rashid. Asante kwa kuwa nami.